Kliniki ya ardhi ni zoezi au tuseme ni mazoezi ambayo yanaendeshwa nchi nzima na Wizara ya Ardhi, na sisi katika ngazi yetu ofisi ya ardhi ya mkoa tunashirikiana kwa karibu sana na ofisi za halmashauri ambazo tunafanya nao kazi kwa karibu kwenye kazi zote hizi za masuala ya ardhi. Sasa tukija kwa kliniki ya ardhi yenyewe sasa, kama neno lenyewe lilivyo kliniki, ni huduma zile ambazo zinapelekwa moja kwa moja kwa wananchi katika maeneo yale waliko. Na sisi katika upande wa sekta ya ardhi, nasi tukasema tusibaki nyuma, tutekeleze mazoezi ya kutoa huduma kwa wananchi wetu kwa kuwafuata katika yale maeneo yao. Tukaita ni kliniki ya ardhi. Sasa mazoezi haya yameasisiwa muda kidogo na yamekuwa yakiendelea. Lakini kwa wakati huu kwa siku ya leo tumekuwa na zoezi maalum kabisa, kwa maana ya kwamba tuko katika maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya huduma kwa wateja. Sasa sekta ya ardhi pia hatukubaki nyuma katika mazoezi hayo ya huduma kwa wateja, kwa maadhimisho ya huduma kwa wateja. Kwa hiyo na sisi tukaingia katika huduma hiyo, kwa maana ya kuleta huduma ya kliniki ya ardhi katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Njombe. Na kwa wakati huu hususan katika wiki hii ya huduma kwa wateja, tumebarikiwa pia kupata nguvu kutoka Wizarani makao makuu, ambako uongozi wa wizara umeona kwamba katika kutekeleza kliniki za ardhi katika wiki hii ya huduma kwa wateja, basi tumepata viongozi ambao wametoka Wizarani makao makuu pamoja na baadhi ya wataalamu wengine kuja kutuongezea nguvu, kushirikiana na sisi wa mkoa na wenzetu wa wilaya katika kutoa huduma hii. Kwa hiyo leo tuko katika kituo hiki hapa Matembwe kwa ajili ya huduma hiyo. Tupo na wenzetu wa halmashauri, lakini tuko na viongozi wa wizara ambao wamekuja kutupa support. Lakini vile vile kwa maana ya mkoa mzima na katika wiki hii ya maadhimisho ya huduma kwa mteja, basi yapo maeneo mengine pia katika wilaya nyingine ambayo tumeyatenga, na huduma hizo zinaendelea kutolewa tunavyozungumza sasa hivi. Katika halmashauri ya mji wa Njombe tumepeleka huduma hii katika eneo la Kifanya. Wapo wenzetu wako pale wa halmashauri, wa ofisi ya ardhi ya mkoa na wenzetu waliotoka Wizarani makao makuu. Lakini katika wilaya ya Makete tumechukua eneo la Lupila. Wapo wenzetu wako pale, wameanza huduma hii tangu jana na tutaendelea nayo mpaka wiki hii itakapoisha. Lakini haina maana kwamba baada ya wiki ya wateja kuisha zoezi litasimama, hapana. Na hata kabla ya wiki hii tumekuwa tukifanya mazoezi hayo huko nyuma. Kwa hiyo tutaendelea kutoa huduma hizi, lakini kwa wiki hii imekuwa ni maalum zaidi kwa sababu ya ni wiki ya huduma kwa wateja. Eneo hili la Matembwe limepangwa na kupimwa kupitia mpango ambao upo na unaendelea chini ya Wizara wa Urasimishaji Makazi. Na katika eneo hili serikali imeshirikiana na sekta binafsi, kwa maana kwamba ipo kampuni ambayo imefanya kazi ya urasimishaji katika eneo hili, inaitwa Digital Land Consultants, na tuko nao hapa. Hawa wameweza kupanga maeneo haya na kupima viwanja takriban 1200 ndani ya eneo hili la Matembwe. Na upimaji huo umekamilika, lakini swala la umilikishaji limeshaanza pia kabla ya wiki hii ya huduma kwa wateja. Kwa hiyo kipindi cha kilichopita kama miezi mitatu iliyopita tulifanya zoezi kama hilo hapa la clinic, kwa maana ya kuja kuandaa sasa hati miliki kwa ajili ya wale watu ambao wamekwisha kupima maeneo yao. Na katika awamu ile ya kwanza tuliweza kuandaa hati zipatazo 320 na wamiliki wake waliweza kuzichukua. Na kwa wakati huu tulivyoanza zoezi hili jana na tunaendelea, tunatarajia kwamba watu wengi zaidi wataweza kumilikishwa maeneo yao na kupata hati zao. Mazoezi haya tunayoyafanya ya kliniki ya ardhi hayalengi tu kwenye swala la utoaji wa hati miliki au umilikishwaji, bali ni utoaji wa huduma zote zinazohusiana na sekta ya ardhi. Huduma zote zinazohusiana na sekta ya ardhi, kwa maana ya tangu kupanga, kupima, masuala ya uthamini, umilikishaji huo, usajili wa hati na nyaraka mbalimbali, utatuzi wa migogoro mbalimbali, masuala ya makusanyo ya maduhuli. Lakini kubwa pia zaidi katika hiyo ambayo linaweza likawa ni njia wezeshi ya masuala haya mengine yote, ni utoaji wa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya ardhi. Sasa ipo migogoro ya ardhi ambayo kama ulivyosema ilibuliwa katika zoezi lile la Mama Samia Legal Aid Campaign. Ilipokea migogoro mingi, na kweli mingi ilionekana ni masuala ya ardhi. Migogoro tulipokea na tulifanyia kazi kwa kiasi kikubwa sana, na migogoro mingi ile kama sio yote imekwisha. Swala kubwa lilikuwa ni swala la elimu. Kama nilivyosema, swala la elimu,
Watu wengine ni swala la ufahamu tu, ufahamu wa masuala fulani kuhusiana na ardhi. Swala la umilikishaji au kupata hati ni kweli ni kigezo kimojawapo cha kupunguza migogoro, kwa sababu pale ambapo mtu atamilikishwa eneo lake, manake lile eneo linakuwa limewekewa mipaka na mmiliki wa ardhi ile anakuwa anafahamu mipaka yake na jirani yake anafahamu mipaka yake, basi kwa maana ya migogoro ya mipaka inakuwa imesuluhisha tatizo hilo. Lakini vile vile kwa swala la kuandaliwa nyaraka, ule ubishani sasa kwamba ardhi hii ni ya nani au ardhi hii ni ya nani, hata ikitokea swala limeenda labda kwenye vyombo hivi vya kisheria, atakayeenda ataproduce hati yake pale, basi yeye ndiye atakuwa ni mmiliki. Vinginevyo labda taratibu nyingine zitafuata, lakini kwa kuwa na ile hati tayari, ile ni nyaraka inayothibitisha kwamba ile ardhi ni ya kwako. Kwa hiyo nikirudi nyuma kwenye ile kampeni ya Mama Samia, wengi waliowasilisha malalamiko yale pale kwenye mabanda yale ya maonyesho, tuliweza kutoa elimu mbalimbali na wengi walielewa na wengi waliridhika na majibu yale. Wapo watu kwa mfano walileta pale malalamiko ya kuhusiana na madai ya fidia mbalimbali. Unafahamu miji yetu hii imepangwa miaka mingi iliyopita. Na miaka mingi iliyopita manake hata sheria zilizokuwa zinatumika ni za wakati huo wa nyuma, na sasa tuna sheria nyingine. Sasa wapo baadhi ya watu, kundi kubwa tu, walikuja wakawa wanadai masuala ya fidia, aidha ya fedha au viwanja, kutokana na maeneo yao kutolewa na serikali kipindi cha nyuma na kupangwa miji hii. Lakini sasa wanapokuja wakati huu, ni miaka mingi iliyopita, miaka 30 40, basi tukawaelewesha kwa elimu, kwa kutumia sheria tulizonazo na wataalamu wote waliopo, kwamba yale mazuri yaliyofanyika wakati ule yalifanyika kwa kuzingatia sheria za wakati ule, ambazo kwa sheria ya ardhi ya wakati wa nyuma kabla ya sheria tulionayo sasa, sheria ya ardhi ya mwaka 99, masuala ya fidia hayakuwepo. Basi wale watu wakaelewesha vizuri kwa utaratibu, kwa kutumia na sheria tuliokuwa nao, na wengi walielewa. Asante sana. Nashukuru sana kwa muda wako.